hapa pamoja na athari zingine za kimazingira. Athari mojawapo ni ya mmomonyoko wa udongo, hasa mchanga. Na mfano mzuri ni huu. Huu mti una zaidi ya miaka 40 huko hapa. Huu. Na katika kipindi cha miaka 14 hivi tumeona hapa, kutokana na shughuli nyingi ambazo zinafanyika kwa eneo hili na mwingiliano mkubwa wa watu na kutokuwa na nidhamu mzuri kwenye mazingira, tumeona mwaka 2012 mchanga, mti huu ni mnazi na hii ni mizizi ya mnazi. 2012 mizizi hii ilikuwa haionekani. Hii yote ilikuwa chini ya mchanga, chini ya ardhi, chini ya udongo hapa. Lakini kipindi cha miaka 12 mchanga huo umepotea mpaka kufika hatua hii. Hii hapa. Katika kipindi cha miaka 14. Je, itakapofika mwaka 2050 huu mti utakwepo? Au hapa pataonekanaje? Kama miaka 14 pameweza kuwa na mmomonyoko, udongo umehama kwa zaidi ya mita 1. Hivi miaka mingine 20, maana yake hapa haitakuwa tena bichi, itakuwa ni korongo. Kwa haya maji tutarajie kuyaona yapo upande ule kule, wala sio maeneo haya. Hii tunachojivunia sasa hivi kama ni bichi mzuri yenye mchanga, siku hadi siku, kutokana na mwingiliano, kutokuwa na nidhamu mzuri ya matumizi, tutaipoteza hii. Urithi wetu tuliopewa na Mwenyezi Mungu, urithi wetu tuliopewa na mababu, kutokana na uharibifu wetu wa kimazingira, hii bichi itapotea kama ilivyo bichi zingine. Na sisi Kinondoni tuna bichi zenye urefu wa kilomita 42. Zilikuwa very beautiful, lakini kwa sababu ya mwingiliano na shughuli nyingi za kibinadamu na kubwa kutokuwa na nidhamu katika utunzaji wa mazingira, ndio tumejikuta hapa. Na mimi ni mwenyeji kwenye eneo hili la Koko. Tunashukuru manispaa ya Kinondoni wameendelea kuimarisha hapa, kuhakikisha panaendelea kuboreshwa na mazingira yanaendelea kutunzwa. Lakini mpaka sasa hivi tunavyoongea kwenye maeneo haya, kwanza hapa kupaswa kuwa na wakazi wa kudumu. Watu waje wafanye biashara waondoke. Lakini sasa hivi tumeona kuna mwingiliano mkubwa wa watu. Wanatoka maeneo mbalimbali, wanahamia moja kwa moja kuja kuishi hapa. Na ndio maana hata uratibu umekuwa wenye shida. Manispaa pamoja na serikali tumejenga vyoo vya kisasa kabisa kwenye eneo hili. Lakini tumekagua hapa, tuna vyoo zaidi ya 30. Kila mmoja anajenga choo ambayo pia ni hatari kwa ajili ya maji haya. Lakini pia hata utupaji wa taka umekuwa sio mzuri. Tumeweka mifumo kama hii hapa inayoonekana hapa, mizuri kabisa, ya watu wote wanaokuja wasitupe taka ovyo. Lakini watu wakija wanatupa taka ovyo, hasa hawa wakazi wa maeneo haya. Sasa siku mbili hizi nimeona kwenye mitandao ya kijamii kwamba serikali hasa manispaa ya Kinondoni inataka iwaondoe na kwamba bichi hii imeuzwa. Mimi niseme bichi hii haijauzwa. Bichi hii ni kwa ajili ya wana Kinondoni, ni kwa ajili ya Watanzania. Na serikali kupitia manispaa ya Kinondoni imeendelea kuwa na mpango mzuri wa kuiboresha ili iweze kuleta mazingira ya kuvutia, ili tutengeneze ajira nyingi, ili tutengeneze mapato mengi kwa wafanyabiashara, lakini pia na kwa manispaa ya Kinondoni. Ndio maana manispaa imewekeza zaidi ya shilingi milioni 300 kwa kuweka pavement sehemu ambayo ilikuwa na matope na uchafu mwingi. Na hiyo kazi sasa inaendelea mpaka upande huu wa Koko Beach, kipande hiki cha B. Kwa mimi nitoe wito kwa wafanyabiashara wa hapa Koko, wasiwe na wasiwasi. Ni muendelezo wa uboreshaji wa bichi yetu hii kwa ajili ya kutunza mazingira, kwa ajili ya kuhakikisha maeneo yanavutia zaidi, biashara zifanyike vizuri zaidi, na kubwa zaidi tuongeze ajira nyingi zaidi. Na kama wote tunavyofahamu, mwaka wa 2027 nchi yetu itakuwa wenyeji wa mashindano ya AFCON, shindano ya mpira miguu katika bara letu la Afrika. Tunatamani eneo hili liwe kivutio kikubwa. Kwa hiyo tunapoboresha hapa,
ili mashindano ya AFCON, lakini hata baada ya mashindano ya AFCON hapa paweze kuwa ni kivutio kizuri kinachoimarisha usafi, biashara na mwingiliano mkubwa wa watu. Sasa hivi tunaweza tukasema biashara ndio zinafanyika. Ndio kweli zinafanyika, lakini sio kwa kiwango kizuri. Tuna wateja wengi hapa tunawakosa kwa sababu ya design ya biashara tunazofanya na mazingira yenyewe yasivyokuwa rafiki, yasivyokuwa mazuri kwenye usafi na mazingira kwa ujumla. Kwa hiyo tushirikiane wafanyabiashara pamoja na manispaa ya Kinondoni kuhakikisha maeneo haya yanaboreshwa. Na sisi kama wilaya ya Kinondoni tutahakikisha kwamba ushirikiano unakuwepo. Na katika haya maboresho ambayo yanakuja tutakuwa kwa pamoja, kwa maana ya upande wa manispaa na serikali kwa ujumla na wafanyabiashara wa hapa. Tuwaambie hivi kinachoenda kufanyika ni kitu gani? Ni akina nani watakaoathirika? Ni akina nani watakaofaidika kwenye eneo hili, ili tuweze kujua mnyororo huu kwa ujumla wake na jinsi ambavyo tutaathirika na jinsi ambavyo tutafaidika. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi, hakuna mtu yeyote aliyekuwa amenunua hapa, ni bado eneo la serikali, ni muendelezo wa kuboresha. Lakini kumekuwa na tuhuma kwamba pengine kuna tabia mbaya za baadhi ya watumishi, masuala ya rushwa ya ngono. Hayo nimeshatoa maelekezo kwa wenzetu wa TAKUKURU kwamba wachukue hatua kila lalamiko ambalo limewasilishwa, kwa sababu rushwa ni mbaya, rushwa ni adui wa kila mtu, na lazima tupambane kuzuia rushwa, na hili ni jukumu la kila mmoja wetu katika kupambana na adui rushwa. Kwa hiyo yale malalamiko ya rushwa tumeshayawasilisha, na wale ambao wameyatoa waonyeshe ushirikiano kwa wenzetu wa TAKUKURU watakapokuwa wamewaita kwa ajili ya mahojiano na hatua zingine za kisheria. Lakini tuwaombe sana wawe na utulivu, wafuate maelekezo halali ya serikali katika kuhakikisha kwa pamoja tunashirikiana kwenye kuboresha hii Coco Beach. Tunatamani Coco hii ambayo sisi leo tunajivunia, sisi leo tunafurahia beach hii mzuri, basi na vizazi vingine, sio kwa miaka tu 20, miaka 30 ijayo, kwa miaka mingi ijayo iendelee kubaki hivi. Sasa hivi sisi tuna zaidi ya miaka 60 ya uhuru, tunayo hiyo beach. Je, baada ya miaka mingine 60 ya uhuru hii beach itakuwa namna gani? Tukiendelea kuiacha kwa muundo huu, maana yake miaka 30 ijayo Coco Beach itakuwa imekufa. Kwa hiyo tunachotaka ni kuhakikisha Coco Beach haipotei namna hii. Coco Beach inabaki ikiwa salama, ikiwa safi, ikiwa inatengeneza ajira nyingi, ikiwa inatengeneza mapato mengi, ikiwa inatengeneza bidhaa mbalimbali kwa watu ambao watakao kuja kwenye eneo hili. Kwa hiyo tusiwe na shaka, serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawapenda wananchi wake, kama ambavyo tuliboresha hapa kwa kujenga vibanda mbalimbali kwa kushirikiana na wadau. Na sasa hivi ni manispaa ya Kinondoni imekuja na mkakati madhubuti bora wa kuboresha zaidi, ili tutengeneze mazingira ambayo ni mazuri, rafiki kwa mazingira, kwa ajira na kwa kila mtu kuweza kuja kufurahia hapa, lakini sio hali hii ya sasa hivi ilivyopo. Na kwa kweli tutaendelea kuchukua hatua. Utupaji wa taka huu tumefanya hapa kampeni za kutosha, lakini baadhi ya watu bado wasikii. Tutaendelea kuchukua hatua kwa wale wote wanaojenga vyoo hovyo na waliohamia hapa, na hao niseme kabisa iwe ni marufuku kufanya hapa kuwa ni maeneo la makazi. Hapa unakuja unafanya biashara, hapa unakuja unanunua na kuondoka. Isiwe tena ni kijiwe cha kuvutia bangi, kijiwe cha kulewea mapombe na kijiwe cha kujifichia masuala ya uhalifu. Tumehangaika sana na jambo hili na tunaendelea kuhakikisha kwamba hapa hakiendelei kuwa ni kituo cha uhalifu. Kwa hiyo wafanyabiashara mjitenge na watu ambao sio wafanyabiashara, maana hiyo pia imekuwa ni shida. Tumekuwa hapa na vijana ambao wanakuja hapa ni wazurulaji, ni wahalifu, wanajificha kwenye migongo ya wafanyabiashara. Msikubali kudanganyika, msikubali kuingia kwenye wimbi la wahalifu. Wafanyabiashara ambao tunaowajua na ambao wataenda sasa hivi kuguswa na uendelezaji huu ni vibanda 62. Kwa hiyo tuhakikishe wote kwa umoja wetu tushirikiane na manispaa ili tuweze kupaboresha hapa, na lengo sio kuwaondoa. Lengo ni kwamba tupaboreshe na wafanyabiashara warudi waweze kufanya biashara zao vizuri. Kwa hiyo ushirikiano ni kitu cha muhimu, na tujitenge na magenge ya wahalifu kwenye eneo hili la Coco Beach.